Naam, mtazamaji, kasi ya maandamano ya Disemba tarehe 9 imeanza mapema, huku taarifa kutoka kwa jeshi la polisi kuhusiana na maandamano hayo ya Disemba 9 zikitikisa mitandao ya kijamii usiku wa leo, baada ya ripoti ya jana ya polisi kudai kwamba njama ya kuharibu miundombinu na kuchoma mali za umma na waandamanaji kupanga njama ya kubeba silaha na kuvamia vilevile mahospitali na kuweza kutatiza hali ya matibabu. Onyo jipya pia limeweza kuzuka katika mitandao ya kijamii kutoka kwa jeshi la polisi siku ya leo, likitrend sana na kuenea. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Zikiwa zimesalia siku chache kabla ya maandamano yanayotarajiwa kufanyika Disemba tarehe 9, hali ya wasiwasi kote Tanzania imefikia kilele kipya kufuatia onyo jipya lililotolewa leo na jeshi la polisi la taifa. Hata hivyo, kasi na ukubwa wa uhamasishaji mtandaoni umeongezeka kwa kasi, huku mitandao ya kijamii ikijaa video, mabango na mijadala ya moja kwa moja inayowaita wananchi kujitokeza kwa wingi katika maandamano hayo. Mabango na machapisho haya yanasambazwa sana kwa wingi na wapinzani wa serikali pamoja na wanaharakati ambao wanaikosoa serikali ya Samia Suluhu. Lakini taarifa mpya ya polisi inayoenea siku ya leo kutoka usiku wa jana, iliyotolewa pia mapema katika mitandao ya kijamii leo, imezua dhoruba kubwa zaidi katika nafasi za kidijitali na kuzidisha hofu kuhusu maandamano hayo, na pia kuzua maswali na kuzidisha mjadala wa kitaifa juu ya uhalali na usalama wa maandamano makubwa yajayo ya Disemba tarehe 9. Kauli hiyo inajiri takriban masaa 24 baada ya polisi kuchapisha ripoti ya awali ikidai kufichua madai ya makundi fulani ya kuharibu miundombinu ya kitaifa, kubeba silaha katika maandamano na wengine kushambulia mahospitali. Onyo hilo la polisi la awali pekee lilikuwa limezua wasiwasi mwingi. Hata hivyo, tahadhari mpya imeweza kuibuka tena katika mitandao ya kijamii kutoka kwa serikali na jeshi la polisi, iliyoelezewa na wengi mtandaoni kama kali zaidi. Bado inapendekeza kwamba mashirika ya usalama yanaamini kuwa hali ya tishio inayozunguka Disemba 9 imeongezeka sana na kuna watu wana njama ya kuzua machafuko na kuharibu mali. Wanaharakati na makundi ya asasi za kiraia wamejibu kwa wasiwasi, wakisema maonyo hayo kutoka kwa jeshi la polisi ya mara kwa mara yanaweza kuwa sehemu ya jaribio pana la kuwatisha waandamanaji wanaotarajiwa kuandamana kulingana na sheria za kikatiba. Licha ya waandamanaji hao kusisitiza kwamba maandamano yao yatakuwa ya amani tu na hakutakuwa na machafuko, lakini jeshi la polisi na serikali bado wana hofu ya kwamba maandamano hayo huenda yakazua machafuko zaidi. Akizungumza kwa mara nyingine na waandishi wa habari, msemaji wa polisi David Misime sasa amesisitiza kuwa maandamano yaliyopangwa hayakidhi matakwa ya kisheria na yanatishia moja kwa moja haki na usalama wa Tanzania wanaotaka kuendelea na shughuli zao za kila siku bila usumbufu. Matamshi yake msemaji huyu wa jeshi la polisi Tanzania yalikuwa ya moja kwa moja, yasiyo na utata, na yalilenga moja kwa moja waandalizi wa maandamano hayo makubwa ya tarehe 9 Disemba. Nikimnukuu, alisikika akisema, "Hatutarudia machungu na madhara tuliyoyaona wakati wa uchaguzi Oktoba. Maandamano haya hayajakubalika na yoyote atakayeyaratibu au kushiriki atakumbana na mkono mkali wa sheria," aliweza kusema Misime ambaye ni msemaji wa jeshi la polisi. Taarifa ambayo imesambaa mara moja siku ya leo. Mashirika ya haki za binadamu ya ndani na ya kimataifa kwa wiki kadhaa yameitaka serikali kuidhinisha uchunguzi huru kuhusu madai kwamba vyombo vya usalama vya serikali vilitumia nguvu kupita kiasi wakati wa machafuko ya Oktoba kabla ya maandamano ya Disemba. Mengi ya makundi haya yanashikilia kuwa uwajibikaji kwa vifo au mauaji na majeraha ya raia ni muhimu ili kuzuia ghasia zaidi. Hata hivyo, serikali imekuwa ikikanusha makosa hayo, ikisisitiza kuwa hatua zote zilizochukuliwa wakati wa uchaguzi zililenga kulinda amani na kuzuia machafuko na kuleta utulivu wa taifa na mali ya umma. Katika matamshi yake ya hivi punde, serikali ilisema kuwa mwito wa maandamano ya Disemba 9 iliyosambazwa sana kupitia njia za mitandao ya kijamii iliundwa kwa nia ya kuyumbisha taifa la Tanzania na kuweza kulizorotesha. Mamlaka iliwataka wananchi kupuuza juhudi za uhamasishaji na badala yake watoe malalamiko yao kwa taratibu zilizowekwa kisheria. Msimamo huu umerudiwa katika taarifa rasmi, mahojiano na anwani za televisheni, kuashiria msimamo mmoja wa serikali dhidi ya mikusanyiko ya watu wengi kwa jina la maandamano isiyoidhinishwa. Msemaji wa polisi, hata hivyo, sasa Misime amesisitiza zaidi kuwa waandaaji hawajawasilisha taarifa rasmi inayotakiwa kisheria wala kutoa hakikisho lolote la usalama kwa watu na mali wakati wa maandamano. Alitaja kumbukumbu za hivi majuzi
juzi za mapigano makali wakati wa kipindi cha uchaguzi Oktoba 29 kama sababu ya kukataa kwa polisi kuruhusu mkusanyiko wowote ambao ungeweza kutokomezwa na udhibiti au kutokea kwa maafa yaliyotokea katika maandamano yaliyopita. Polisi wanaona maandamano yajayo kama hatari isiyokubalika, haswa kutokana na hali tete iliyoonyeshwa katika miezi ya hivi karibuni au katika maandamano ya hivi karibuni. Kama sehemu ya onyo lililowasilishwa, Misime ambaye ni msemaji wa jeshi la polisi aliangazia ushawishi unaokuwa wa mitandao ya kijamii katika kuchochea machafuko ya umma. Alionya kuwa habari potofu za kidijitali au za mtandaoni zimekuwa zikitekeleza jukumu kubwa katika kueneza hofu na kuhimiza maandamano haramu. Kulingana naye, majukwaa ya mtandaoni katika baadhi ya matukio yametumiwa kimakusudi kupotosha ukweli, kuzidisha mivutano ya maandamano na kuendesha maoni ya umma. Hii imeongeza mwelekeo mwingine kwa mkakati wa serikali, kwani mashirika ya usalama yanazidi kufuatilia shughuli za kidijitali kabla ya Disemba tarehe 9. Msemaji huyo wa jeshi la polisi Misime aliongeza tahadhari kali zaidi kuhusu uhamasishaji wa kidijitali au wa mtandaoni, akisema kwamba mtu yeyote atakayepatikana akieneza ujumbe wa kuhamasisha maandamano atachukuliwa hatua kali kisheria. Taarifa hii inaashiria kwamba si waandaaji pekee bali pia watu binafsi wanaoshiriki au kuchapisha tena maudhui yanayohusiana au kuhamasisha maandamano wanaweza kujikuta wakikabiliwa na madhara ya kisheria. Utekelezaji wa onyo hili ukitekelezwa kwa upana unaweza kuwa na athari kubwa kwa uhuru wa kujieleza mtandaoni. Wakati huo huo, hisia katika mitandao ya kijamii zimetofautiana kutoka kwa ukaidi hadi woga. Vijana wengi wa Kitanzania, hasa wale wanaojihusisha na vuguvugu la Gen Z ambalo lilikuwa na mchango mkubwa katika kuhamasisha maandamano ya baada ya uchaguzi, wamekosoa onyo la polisi kama jaribio la kukandamiza haki za kikatiba za kuandamana kwa amani. Katikati ya simulizi au hadithi hizi zinazoshindana mtandaoni kuhusu maandamano ya tarehe 9 Disemba, raia wa kawaida wanasalia na migogoro mikubwa. Wengi wanahofia kujirudia kwa ghasia na machafuko za kipindi cha uchaguzi Oktoba, ambapo ripoti za risasi za moto, kupigwa, kukamatwa na kupotea zilizua hali ya hofu. Wazazi wameelezea wasiwasi wao kuhusu vijana wao wanaopanga kujiunga na maandamano hayo. Viongozi wa jumuiya wametoa wito wa utulivu na kuzitaka pande zote mbili za serikali na waandamanaji kuepuka vitendo vinavyoweza kuzua mzozo mwingine wa kitaifa. Waangalizi wa kidiplomasia pia wanafuatilia kwa karibu hali hiyo, huku Ghana pamoja na ofisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa na waangalizi wengi wa kimataifa wakiwa tayari wameibua wasiwasi kuhusu matukio ya Oktoba 29. Kushughulikia maandamano ya Disemba 9 kunaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa sifa ya Tanzania duniani. Kwa mara nyingine, vurugu au vifo vyovyote vinaweza kusababisha uchunguzi zaidi wa kigeni na kuathiri ubia wa kimataifa katika maandamano ya Disemba. Kwa serikali, hisa ziko juu sawa. Kuruhusu maandamano kunaweza kuunda jukwaa lenye nguvu la upinzani wa umma na hivyo kuathiri mazingira ya kisiasa, lakini kuwakandamiza kwa nguvu kunaweza kusababisha pia upinzani mkubwa, kuzidisha kutoaminiana na kuzidisha mivutano hata zaidi. Licha ya jeshi la polisi kuweza kutoa onyo tokea juzi na toka wiki chache zilizopita, bado wanaharakati pamoja na waandaaji wengine wa maandamano hayo wanazidi kusambaza jumbe za kuhimiza na kuhamasisha watu kujiunga na maandamano hayo. Kwa hiyo pambano la Disemba 9 limekuwa wakati wa maamuzi kwa utawala wa Rais Samia Suluhu na waandamanaji wenyewe.